Mikoa Kisugu amevaa mipasi ya Mama Samia, lakini mipasi haina kitu bwana. Mipasi ya mama bado ipo. Na tunasema siku zote mipasi ya mama kazi na utu. Mipasi ya mama kazi na utu. Nafikiri kila jambo linakwenda sawa sawa. Kila jambo linakwenda vizuri, tumeamka na afya njema. Na mimi normal tukatafutana hapa kuzungumza mawili matatu. Nimpongeze sana ndugu yangu, rafiki yangu wa karibu, Harame Kinyambaya, anakwenda kupambana Segerea. Nimwambie tu Nyambaya asiwe na hofu na imani kwamba ni mtu ambaye amejipanga vizuri, ni mtu wa watu, anakwenda Segerea inshallah kwa Mwenyezi Mungu kimpendeza, na kwa namna ambavyo alivyojipanga atakwenda kuwa mwakilishi bora na mwakilishi safi katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi katika chama chetu cha Mapinduzi, lakini akiwa anatokea maeneo ya Segerea. Mikoa Kisugu msimu umemalizika, lakini kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi Simba maneno yameanza kuwa ni mengi kweli kweli. Tayari baadhi ya mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba wameanza kunyoshia vidole viongozi. Kwako wewe kama mwanachama wa Wekundu wa Msimbazi Simba, unaona mnafeli wapi ama mnakwama wapi? Lawama tayari zimeshaanza. Kwanza nikiri kwamba msimu umekwisha, na huu msimu haukwisha vibaya na wala haukwisha vizuri. Kwa sababu kwamba ukiangalia miaka miwili, miaka mitatu iliyopita tofautisha kabisa na mwaka huu. Mwaka huu unapokwenda kuzungumzia Simba unakwenda kumzungumzia mwana finali wa shirikisho barani Afrika. Na ukiangalia namna hata ratiba hii, kwa namna ambavyo tunakwenda kumaliza ligi, utaona utofauti huo mkubwa sana kwa yule ambaye alichukua ubingwa wa NBC katika ligi ya Tanzania. Lakini kikubwa lazima niseme, matamanio na matarajio mengi ya mashabiki, wengi wa mashabiki, timu yao inapokwenda kumaliza msimu wanatarajia kuona namna ambavyo timu yao inapata mafanikio, kwa maana kwamba wanakwenda kuwa mabingwa. Mwaka huu kuna vitu viwili ambavyo Simba vimetukuta. Moja, tumekosa ubingwa NBC, lakini pili tumekwenda kufungwa na watani mara 5 mfululizo. Linachoumiza zaidi kuona namna ambavyo Simba tunakwenda kufungwa na watani mara 5 mfululizo. Na kuna muda lazima tuseme, tusiwe wanafiki. Baba mwenye nyumba ndio ana jukumu kukamilisha taratibu zote za nyumba limradi watoto waweze kuisha vizuri. Najua Mwanaidi na kujua kwamba wewe Mbeya kuna sehemu unataka kwenda. Sasa wacha mimi nipite ili usiweze kwenda huko unakotaka wewe kufika. Simba mashabiki wanachama klabu Simba, ningefurahi zaidi kwenda kutupia lawama uongozi wa Simba kuliko kumtupia lawama mtu. Hili jambo lililotokea, mimi kama Mikoa Kisugu lazima niwaambie management ya Simba, hamkuwatendea haki au mkutendea haki wana Simba. Tulikupeni zamana kwa maana tukijua tunahitaji kupata furaha kutoka kwenu, na tuliwaamini kwamba mna uwezo mkubwa sisi kutupa furaha. Kwa hiyo pale ambapo tutakapokosa tukukusema kubali. Kwa nini ukubali? Sisi tuliamini kwamba unaweza kutupa furaha, ili tusikupigie kelele, ili tusikuonyeshe kidole. Nenda kakifanye kile ambacho wana Simba wanachokihitaji kukiona mbele ya macho yao. Nichukue nafasi niwaombe sana wana Simba, tunapokwenda kumsema mtu katika jambo la taasisi, hapa panakuwa na shida. Kwa nini tusiende kuwasema tuliowapa taasisi? Ukiwasikiliza baadhi ya mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba wanasema mwenyekiti wamemchagua, lakini kwa upande wa mwekezaji hawana nafasi ya kumgusa moja kwa moja kwa sababu ni masuala ya nini? Mwenyekiti wakati tunamchagua tukwenda kumchagua tu mwenyekiti. Tumemchagua mwenyekiti pamoja na wajumbe. Niliwahi kuongea na waandishi wa habari na niliwahi kusema na kutoa maagizo kwa management ya Simba. Inamtambua mwenyekiti, inamtambua kwa mujibu wa kura ambazo mlimpigia nyinyi, na maana ni pendekezo la wanachama ambalo lilipitia mchakato wa mkutano mkuu. Pengine labda hizi lawama ambazo moja kwa moja namnyoshea Murtaza Mangungu, umesema kwamba hawapasi kumnyoshea mtu mmoja bali ni taasisi. Yeye ndio kiranja wa ile taasisi kwa upande wa wanachama ukimwacha mwekezaji. Pengine wako sahihi ama direct tunaweza kusema kwamba wanakosea? Mimi naamini wako sahihi. Hata nywele unapoziona nyingi kichwani iko moja na wapita wenzie.
Wako sahihi kumlaumu Mangungu. Kwa mitazamo yao wako sahihi. Kwa mtazamo wako Hatuwezi kuwalaumu. Kwa sababu baba ndiye ambaye unahitajika kusimamia kila section. Na leo mwenyekiti lawama anazozipata lazima azipokee. Juzi tulimpa sifa Simba kucheza finali ya shirikisho barani Afrika. Kama alizikubali zile sifa, hayakubali na haya ambayo yanakuja kufanyaje? Yanayotokea. Ninachokiamini, ili Simba mwakani tuweze kufanya vizuri, tunalazimika kukaa pamoja ili tuzungumze lugha moja. Ni kweli hivi sasa Na wapi ambapo naweza kusababisha Simba kukaa pamoja? Ukirudi katika katiba ya Simba ibara 21 kifungu kile. Unajua, ngoja niwaambie, kuna jambo dogo lazima tukumbushane hapa. Katiba ya Simba inatoa mamlaka, kila mwaka inakuwa na mkutano mmoja mkuu. Mkutano huu mkuu tunakwenda kuzungumzia mambo mengi, tulikotoka, tulipo na tunakokwenda. Lakini wao waliotengeneza katiba kuna muda walifocus wakaona kuna mambo ambayo tunaweza kuzungumzia, tunaweza tukakutana, si kwa sababu tusubiri tu mwaka ufanyeje utimie. Na ndio maana pakatengenezwa kutengenezwa utaratibu ndani yake kukae kwa mkutano wa dharura. Hauna siku, hauna muda, wala hauna masaa. kwa hivi sasa mnauhitaji. Unauliza mate mdomoni. Wana Simba mnalilia mkutano wa dharura. Hatujalilia, tumesema sasa na uhitaji siku zote. Si maumivu sha. maumivu. Mnapitia katika kipindi kizito. Yes, sio kipindi kidogo, kipindi kigumu. Lakini waombe sana wana Simba. Kipindi hiki kipindi ambacho kinahitaji sana busara na hekima. Yawezekana hiki tunachokifanya tukajenga, na inawezekana hiki tukokifanya kikawa kibaya zaidi kwenda kutubomoa zaidi mwakani. Kisugu Mimi hawanikeli wanamuonyesha kidole fulani, wanaonikela kutengeneza mipango mkakati kutaka kumuondoa mwekezaji ambaye sisi wana Simba tulikuwa wengi tunaamini kwamba hapa tulikofika mchango wake mkubwa. Kuna mengine behind the scene. Unaweza kusema hivyo? Mimi sijasoma Kiingereza sha. Nyuma wapanzia mikweli Kisugu na sekeseke. Yapo. Huwezi kukataa, utakuwa mnafiki. Mwalimu Fadlu Davis, mmeongea ninyi waandishi wa habari, mmeongea naye, anasema mambo yalotokea nje ya uwanja ya mwisho yamekwenda kusababisha Simba kupoteza dira yake na kupoteza ubingwa. Yapo nje ya uwanja. Najua, lakini sisemi. Mikoi. Sisemi. Au ndo lile Kwa sababu nasema kwa faida ya nani, na yaweka na yatunza. Management ya Simba inapoamua kutulisha kwenye mkutano, nitakwenda kuyasemea kule. Kisugu ilikuwa inasemekana kwamba mwekezaji anataka kula nyoya. Amesusa. Mo tunaye na tunatamba naye. Lakini hatoi mpunga. Hakuna mwanadamu mkamilifu, lakini tunaamini makubwa mazuri amefanya katika klabu ya Simba. Tunaye na tunatamba naye. Waandishi wa habari, ninyi mnatumika, baadhi yenu mnatengeneza propaganda. Mimi ushahidi ninao. Nyinyi baadhi yenu mlikwenda katika mkutano na mmelamba. Wao si mmelamba. Kulamba nini? Kulamba asali, kulamba lolo. Kalinzomwe kagulusa. Mkutano gani Kisugu? Fabi Kalamba. Kaokota. Unajiuliza, wewe ulotoa hela, hela hii umepata wapi? Maana yake lazima niseme, kuna kikundi cha watu wachache kimetengenezwa ndani ya Simba kwenda kuiharibu Simba, kwenda kumtia hasira mwekezaji. Lakini niwaambie, mwekezaji tunaye na tunatamba naye. Ni kweli hivi sasa wana Simba mpo katika umoja? Ile nguvu moja imepotea. Wewe ukitaka jibu hilo fuatilia kwenye mitandao, wasikize wana Simba kama walichoongea. Kila mtu anaongea. Mmoja anaongea Mbagala, mmoja anaongea Mwanamtoto. Nguvu moja imepotea ndani ya Simba. Lazima tukae pamoja wana Simba. Nini kiini cha? Lazima wana Simba tukutane. Lazima wana Simba tuzungumze. Mimi naamini Simba ndio klabu ambayo ina watu wenye busara na hekima. Haya yanotokea sio ajabu kwa football.
na wala sio mara ya kwanza kutokea, na si ajabu kutokea kwa Simba tu, yanatokea katika bara la Afrika, yanatokea kwa jumla duniani. Busara lazima itumike, tukae pamoja, tuzungumze pamoja, ili kuiona namna ambavyo malengo ya Simba yanakwenda kutimia. Sisi ni bora kwenye bara la Afrika. Yako mambo mengine tunatupaswa kuyazungumza haya, lakini kuna muda tutalazimika, lazima tuyazungumze. Leo hii waandishi nyinyi mhoji Simba amekuwa wa pili wa shirikisho barani Afrika, kwa hizo kweli Simba wachezaji wamevaa nini? Medali. Hivi leo mshafanya research Yanga walivyovaa medali, jinsi ambavyo watu wamewatweet na Simba walivyovaa medali ni sawa? Simba alikuwa kombe la mbuzi Waandishi someni, waandishi mtusaidie. Unajua kuna muda mwingine ubora wa timu za Tanzania unauliwa na baadhi ya wanasiasa wachache. Huyu akifanya anaonekana sahihi, huyu akifanya anaonekana sio sawa. Leo tuzungumze ukweli. Yanga amerudi na medali za kafu hapa. Nchi imewaka moto hii. Ndivyo sivyo? Ndivyo. Ipo clip ya ndugu yangu Jimmy Kindoki, kila siku anaiweka. Akiwa wapi? Nyimbo na mjende Ikulu. Kisugu nataka kwenda Ikulu kwa moneta. Muda bado tutaenda. Muda mara kati kila Kisugu kila jambo na wakati wake. Muda bado tutaitwa muda bado. Sikate tamaa, tutaitwa. Kama wenzetu walipeleka walivaa medali wakaenda, mimi nafikiri tu nasubiri muda bado tutaitwa. Mpaka leo bado linamfukuta ndani ya nafsi. Niwaambie tu wana Simba. Najua tunapita katika kipindi kigumu. Ili ukitaka kufika katika mafanikio, kuna njia lazima upite. Na niombe sana management ya klabu ya Simba. Naamini wana dhamana kubwa sana kuiongoza taasisi. Kuna muda mwingine lazima wakubali katika hiki ambacho kinachotokea. Kuna muda mwingine lazima uwasikilize wale ambao waliokupa mamlaka kwenda kufanyaje? Kuongoza. Wewe vipi, tukienda Ikulu nayo utaenda? Ataenda. Lakini kwa mwalimu utaenda mikono. Zenu Fabi aliendaga. Fabi usienda huko kwenda. Johnson. Niliona game 15 kule. Basi nayo utaenda. Katika mwaliko nayo tutakuita. Kisugu kasema. Yes, tutakuita kwenye mwaliko. Sawa, Kisugu, kwa namna ambavyo Simba ilivyo mpaka sasa hivi, ni dhahiri shairi kwamba nyinyi kwa sasa si nguvu moja, na ndio maana mnahitaji hata mkutano wa dharura. Lakini haya ambayo yanazungumzwa yako mengi sana, lakini moja kati ya hayo mengi ni kwamba mwekezaji wa klabu ya Simba Mohamed Dewji ni kama amesitisha rasmi kuingiza mzigo ndani ya klabu ya Simba, na inasemekana Johnson, nisikilize. Kabla ya mechi, nisikilizeni nyinyi. Kabla ya mechi, na hakuna mwamba yoyote duniani anaweza kubisha huyu mnaosema atoe hela, ofa ile mechi ya $200,000 na $200,000. Na hakuna mchezaji anaweza kubisha katika hili. Kambini zilikwenda $200,000 sawa na $1,500,000. Nani anaweza kubisha? Kama mtu atoe pesa ilikuwaje wote atoe zaidi ya $200,000? Hiyo siku ya finali. Kutiangati anga mpungote we. Ibalange mikongo we. Kisugu, kwa maana hiyo $500,000 imekuwaje? Wengine wanasema kwamba hawajapewa. Niwaambie watu. Leo wamekwenda kusifiwa viongozi wa Dar es Salaam Africans. Kwamba wao waliweka posho begani katika ile mechi. Bilioni 1. Klabu iliweka 500. Mwekezaji aliweka ngapi? Wachezaji wa Simba walidiwa bilioni 1 na milioni 100. Udadade kimode uji. Angemfunga yani. Ila wachezaji inasemekana ni posho. Hawajavuta. Niache. Wana posho. Niache. Wanasema hawajavuta. Niache.
Hakuna mchezaji wa Simba anaweza kudai mshahara. Asimame mbele aseme. Ili wamle kichwa. Walichokuwa wanataka kwamba mechi inakwenda kuisha tarehe 25, walipeleka maombi, mshahara wao uingie mapema. Maombi. Moja katika klabu ambayo haina shida kwenye mishahara Afrika Mashariki na Kati ni Simba Sports. Ni wape hadithi moja waandishi wa habari nyinyi hamjawahi kuizungumza hiyo. Klabu ya Simba ndio klabu pekee imekuja kupewa hongera na shukurani kutoka kwa mchezaji katoka kwenye nchi yake kaja Tanzania kutoa hiyo shukrani. Yeye mwenyewe aliamini pesa hii siwezi kuipata, lakini aliipata. Patrick Pili tafuteni kutoka Zambia. Najua alikuja, alipanda ndege, akaja uongozi wa Simba na kuja kutoa shukrani. Asanteni. Kwa nini? Haki yako. Wanasema sikuamini kwamba hii pesa nikiweza kuipata. Na ndio maana mpaka leo ubora wa klabu ya Simba hajawahi kuitwa FIFA na mchezaji au na kocha. Kama lipeni. Leo mnakaa mnasema mwekezaji atoe hela. Wanasema. Tena wana Simba wenzetu. Na nyinyi si mnachongea mmelamba. Sio uza maneno. Sio uza maneno Kisugu. Fabi na yeye kachukua nyekundu 3. Kavuta 30. Ili ajenda iende. Johnson na Kalamba. Asikuwepo. Kwa waandishi habari lazima tuseme kwamba lazima niwaombe sana mashabiki wa klabu ya Simba na imani kwamba tunapitia katika kipindi kigumu, lakini pia niombe